Tunasema asante sana kuendelea kuifuatilia ST Bongo kupitia kingamuzi chako cha Star Times. Hii ni The Bantu, kipindi chako bora kabisa cha jioni. Mimi ni Wilberforce Ngoto. Asante sana. Hii leo ni fahari kubwa na ni nafasi ya kipekee kabisa kuweza kupata muda wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA hapa nchini Tanzania. Na kubwa ambalo limetuleta sisi hapa kufika hapa NIDA na kuweza kufahamu mengi sana kuhusiana na kile ambacho tutakuwa tukizungumza kutokea jana. Kama ni mfuatiliaji wa masuala mbalimbali utakumbuka jana imeitishwa press ama waandishi wa habari walikuwa hapa na mkurugenzi mkuu kaka James Kaji akazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na taarifa ambazo zinabidi ziwafikie Watanzania wengi katika maeneo tofauti. Sasa leo mimi niko hapa kwa ajili ya kufahamu pia mambo kadha wa kadha. Pengine na mimi nina maswali mbalimbali nitapata kujibiwa hapa. Mkurugenzi mkuu, imekuwa ni fahari kubwa kuweza kutupatia muda wako. Tunashukuru sana. Asante. Jana tuliitisha mkutano na waandishi wa habari. Na lengo la mkutano huo lilikuwa ni kujaribu kuelimisha jamii na kuwaeleza hali halisi. Ikumbuke kwamba mamlaka ya vitambulisho vya taifa ilianza toka mwaka 2012 na ambapo umekuwa na zoezi sheria maalum ambayo ni mamlaka pekee yenye mamlaka ya kusajili, kutambua, mamlaka yenye utambuzi kwa Watanzania. Kwa katika uanzishwaji wa mamlaka hiyo, lengo lilikuwa ni kuweza kuwatambua Tanzania na kuwapatia kitambulisho cha utaifa. Kwa zoezi lilifanyika hapo nyuma, zoezi liendelea vizuri, lakini baadaye katikati kulikuwa na shida ya malighafi ambazo kama cards. Kwa hiyo usajili ulifanyika, lakini baada ya tatizo hilo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kutoa pesa nyingi tu zaidi ya bilioni 42 kwa ajili ya kununua malighafi ili kuhakikisha kama kila Mtanzania aliyesajiliwa anapata kadi. Zoezi kweli lilifanyika, ilikuwa ni zoezi ambalo lilikuwa ni mass registration. Na kutokana na hiyo na sisi kama mamlaka kuona umuhimu wa kuhakikisha kwamba tunamfikia mwananchi alikuwa na kupunguza gharama za kuja sajili land, tuliwafuata kule na wakasajiliwa. Na baada ya kusajiliwa vitambulisho vilitoka na vilivyotoka vikapelekwa mpaka kwenye vijiji, shehia na vitongoji na kata kwa watendaji, na litolewa tangazo na majina yalibandikwa kila ofisi ambapo vitambulisho vipo. Lakini kwa bahati mbaya zaidi naweza nikasema kwamba kuna matatizo yalijitokeza, mengine kwa upande wetu kama mamlaka, lakini makubwa ni kwa upande wa watendaji na wananchi. Kwa sababu wananchi wengi walikuwa wakienda, wakifika kwa watendaji wanaambia kitambulisho hakipo. Akirudi wilayani, ukiamua kwenye system kitambulisho kipo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ilifanya pia baadhi ya wananchi kukata tamaa. Lakini pamoja na hayo, kwa baadhi ya watendaji hawakuwa waaminifu. Kwa hiyo walifikia hatua ya kuwa mtu anapoenda kufuata kitambulisho anaomba rushwa. Na baada mwezi wa 12 baada ya kuteuliwa, tulikaa na management tukaona kwamba je, tufanye nini hivi vitambulisho, kwa sababu vingine vilianza kuharibika au utunzaji haukuwa mzuri, na ukiangalia wananchi wengi walikuwa wapate vitambulisho, na ukiangalia Mheshimiwa Rais ametumia gharama kubwa kwa ajili ya kuprint vitambulisho kama kila mtu ana kitambulisho. Ilikuwa tutoe matumizi ya namba. Kwa hiyo tulikaa na watendaji wangu na management na tukaamua tutengeneze mfumo. Na mfumo wenyewe, je, tutawapataje? Kuna watu wengine wameshahama. Kwa mfano nakuta kwamba kuna baadhi walikuwa wanafunzi kwenye vyuo mbalimbali, wengine shamaliza, mwingine alikuwa anafanya kazi kishaondoka, mwingine kaolewa. Unaona, kwa hiyo naona kwamba katika hatua hiyo tulitengeneza mfumo ambapo tuliamua vitambulisho vyote tuvikusanye ili tuwe kwenye mfumo. Ina maana tunapokiskani kile kitambulisho, moja kwa moja inaenda message kwa mtumiaji. Tunaposikuma na mfumo ambao tukiskani kile kitambulisho, immediately inaenda message itakuja kwako kutokana na details zopo kwamba umesajiliwa labda ni Ilala. Kwa njoo moja kwa moja Ilala, ili kama tuliamua kucentralize kwa ajili ya kufanya nini, kuzuia upotevu kama mkwepo, na kwa sababu hapakuwa na management, utunzaji na kila kitu. Sasa utaniuliza swali kwamba wengine watakuja na maswali kwamba mimi wakati najisajili nilisajili namba ya mama
au namba ndio kwa nayo iliibiwa ikapotea. Sahihi. Sasa nipenda kutoa ufafanuzi ndugu zangu wa Tanzania. Si mifumo yetu tunaposajili namba ya NIDA tunatumia vidole fingerprints. Ambapo details zote zinakuwepo humo. Kuanzia vyetu tulivyosajilia, form zako, viambatisho vyote. Kwa hiyo lakini kumbuke kwamba unapotaka kusajili namba ya simu makampuni yote mifumo inasomana. Kwa hiyo uweze kutambua unapoweka kidole gumba taarifa zako zinapokuja umesajili namba automatically namba yako ile sajili mpya inaingia kwenye mfumo wetu. Kwa hata tunapotoa tunaangalia namba iliyotumika sasa ambayo hujasajili nyingine. Ilileta shida kidogo watu wasema mmejuaje namba yako? Kuna mzee mmoja Dodoma anasema mimi nawashtaki nimejuaje namba yako mnanidukua. Lakini ndio utaratibu wa mfumo. Kwa hiyo nitoe wasiwasi kwa Tanzania kwamba labda wengine wanasema mimi sijapata message kwa sababu nilibadili namba. Hapana. Kutokana na mfumo halisi ulivyo ukiweka kidole tayari taarifa zako zinakuwepo. Ndio. Baada ya kuona hivyo kuanzia mwezi wa kwanza tuliamua kutuma message kwa Tanzania wote ambao hawajachukua vitambulisho. Na message zilienda zimekwenda kama miezi mitatu hivi. Kama miezi mitatu lakini zilikuwa na kipindi kwamba kila baada ya mwezi mmoja ukiangalia message tulizozituma kama hujachukua tutasitisha. Na lengo halisi ni kila Mtanzania awe na kitambulisho. Matumizi ya namba ilikuwa ni kutokana na mazingira yale ambayo kwamba wananchi wako hawajapata malighafi. Lakini sasa mwananchi wote lazima uwe na kitambulisho. Kama nilivyozungumza, vitambulisho tulivyokuwa navyo ingawa itakuja kuweza kubariki katika maboresho ni tunapokwenda kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya jamii namba. Tunachotakiwa sasa hivi ni kuhakikisha katika kitambulisho tutakuwa na mambo mengi. Tutakuwa na cheti cha kuzaliwa ndani humo, hatuhitaji na kubeba karatasi ambayo mifumo inasomana na watu wenzetu wa RITA. Tutakuwa na bima ya afya. Ukiangalia sasa hivi kuna baadhi ya hospitali kwa mfano MOI bila NIDA hujapata matibabu. Sasa ina maana utakapoenda na namba tu bila bila kadi inakuwa ni shida. Leseni ya driving itakuwa mle. Unapokuwa na NIDA ile ina maana ni kila kitu. Maana baada ya kuliona Mheshimiwa Rais akaita kama jamii namba. Lakini tukitoka kabla sijafika huko kutokana na hayo kwa tulitoa bado ni kwamba unapopata message unapotumiwa message inakwambia nenda mahala fulani wilaya fulani kitambulisho chako na kuna namba unapofika tayari uko umeshavipanga baada ya kuvisomesha vitambulisho hapa Songolo yuko hapa John yuko hapa Abudi yuko hapa ilikuwa inachukua kama dakika 5 wananchi wengi sana waliweza kujitokeza lakini baadaye baada ya kuona wengine ambao kwamba namba wamepata message na matumizi ya namba yanaendelea walianza kukata tamaa. Lakini pamoja na kurahisisha tukijua kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa kwa mfano mashule kama nilivyozungumza mara kwanza makazini tulitoa nafasi na tulitangaza kwenye vyombo vyote vya habari kwenye magazeti kwenye media na kila kitu kwamba jamani inawezekana ulisajili Mwanza lakini sasa hivi uko Songea. Kwa hiyo unapopata ile message mtumie tengeneza kama message yangu hii hapa anapofika ni namba yako anapofika watakwambia andika namba ya NIDA wakiangalia kwenye system na message wanajua na utasign kwa niaba unapewa kitambulisho baada ya kuforward ile message. Lakini pamoja na jitihada hizo zote kama kaida wa Tanzania wengi walidharau katika vitambulisho 1,800,000 ni almost vitambulisho 500,000 na vinaweza kuchukuliwa vingine hivi vyote bado viko pale. Sasa kutokana na hilo na ukiangalia ni pesa nyingi imetumika na hii ni kwa manufaa na vitambulisho hivi unapewa bure kwa sababu tungeweza kuchaji gharama ya kitambulisho kimoja kwa Mtanzania kile sidhani kama angeweza kuhimili. Kwa baada ya kuona hilo na bado na kawaida wa Tanzania unatujua mara nyingi tunaangalia kila kitu tunataka kiwe cha mwisho. Exactly. Sasa tukawasiliana mamlaka husika na wote tukafikia kwamba sasa nafikiri ifikie hatua tusibembelezane. Ikatumika nguvu kidogo ya kadri vitu viweze kwenda. Ya wala songo yani ndio hicho yani na hili nirudie tuko serious. Ndio. Kwa ndo tukasema kwamba tuna watu wote tulitoa nafasi kwa sababu kulikuwa na vilio vingi sana jamani tumefanya hivi na hivi tukasema basi tutoe muda tufanye extension. Lakini extension imefanya watu wamesema hii nguvu ya soda. Ndio mkurugenzi. Kabla tujaendelea mbele zaidi taarifa hii ya
ya kama ambavyo umedokeza kwamba kweli kuna watu ambao wao wanataka dakika za mwisho ndo waende, au labda paka mtu afike akwame mahali ndo aanze kushughulikia mambo ya vitambulisho vya NIDA hivi. Lakini mwezi Mei, kwa maana ni mwezi ujao tu, vinakwenda kuzimwa. Labda hatua hii kwa faida ya mtazamaji tunalenga nini? Wale watu ambao sasa ikitokea sasa ndo vimezimwa, hatua hii itachukua kasi ipi kiutendaji? Yeah. Sasa ndugu mtangazaji, yani hatua hii, kwa sababu nilikwambia NIDA ni maisha. Na maisha ni NIDA. Na ukiangalia huduma zote sasa hivi, iwe mabenki, utaka kufungua akaunti, usajili simu, ni kitambulisho hicho. Kwa hiyo tutakapositisha, tutaangalia mtu anayehitaji huduma hiyo. Na sisi lengo letu, tutakapositisha, ukitaka huduma utakuja. Na ukija tutakupa kitambulisho, lakini ndio tutakiactivate pale. Tutahuisha nini? Taarifa. Lakini hutapata huduma yoyote. Sasa tuone labda ifikie hatua tuminyane, tutumie nguvu hiyo. Na kwa sababu kwa ajili gani? Yani why kama hii ni huduma kwa ajili yako. Na hiyo mkurugenzi, kwa hiyo itakuwa ni hata huko eneo labda mkoani popote itakulazimu ufike huko. Kwa hiyo hapana, kwa maeneo mengine labda kwa mfano kama nilivyozungumza kwamba wewe umetokea Kyela. Ndio. Umesajiliwa Makandara wapi? Sorry, yani maeneo yale ni kwenye wilaya husika. Kwenye wilaya husika. Sio uje makao makuu. Hapana. Ni wilaya husika. Walungwe watakwenda Rungwe kwenye wilaya, kwa sababu vyote tumevikusanya. Tulipokuwa tumepeleka kule, kwanza vilianza kuharibika na watu hawakuweza kufuata na mazingira yenyewe hayakuwa rafiki. Kwa hiyo tunachokifanya, kwa yeyote ambaye alishatumiwa message, na bahati nzuri kwenye system tunapo feed kila kitu kipo. Ndio. Hasa hapo kuna aina mbili. Kuna wengine ambao hawakupata SMS, ambao hawajapata SMS. Kwa nini? Unajua, kuna wengine usajili ulikuwa na matatizo au fingerprints zilikuwa vizuri ambazo zinataka irudiwe, lakini wengine hata picha ikutoka vizuri. Kwa hiyo wale hizo hizi halitawahusu. Lakini kama message ulipata na ukafuta, tutasitisha matumizi. Na hiyo hatuna utani. Tarehe 1 tumeshatoa muda mrefu zaidi ya miezi 4-5. Kweli kama mtu ndio, lakini inafanya hivyo kwa sababu akienda kwenye huduma na namba anaona shida ya nini. Na nipende kutoa kwa, nimesikitika sana leo kuna mtangazaji mmoja ambaye sikutegemea wa television ya Upendo ambaye inamilikiwa nafikiri na kanisa. Ndio. Unprofessional. Anaitwa Francisco nafikiri. Ameidanganya jamii, na nikitegemea kwamba labda kwenye taasisi zenu, kwenye vituo ni watu hasa kama dini, ni watu mtu mwenye uweredi. Hakutaka kujua na kapeka message tofauti. Kwa hiyo ni wasihi pamoja kabla kwenda nyinyi ndugu zangu waandishi, kabla kutoa kitu chochote njoni mpate ufafanuzi. Cross check kabisa kwa. Cross check. Kwa hiyo sasa kutokana na kama nilivyozungumza kwamba zoezi hili litahusu wale tu ambao wameshapelekewa message na bado hawakuja kuchukua vitambulisho. Tumekuwa na tendency wa Tanzania. Mwingine anaangalia message, mwingine anasema nimefuta, mwingine nilibiwa simu, lakini ni hivyo tu. Sasa inawawia vigumu watendaji wangu kule kwamba unakwenda bila message, unaweka nani aanze kuhangaika au aache kuhudumia watu wengine ambao wanataka kujisajili au wanataka NIDA namba, aanze kutafuta jina lako na kujua ulitumia message hivi na hivi na hivi. Lakini wengine wanakuwa na lugha mbaya. Na hilo niombe sana wa Tanzania. Hawa watumishi wa NIDA ni binadamu, ni watoto wenu, ni binadamu kama nyinyi. Na wengi mara nyingi wamekuwa wakijaribu kuwaelewesha na kuelimisha. Lakini mtu anakuja na hasira zake, atamprovoke. Sometimes ni binadamu. Ingaje tunawazuia sana na mara nyingi tunachukua hatua mtu anapobehave kwa watumishi, lakini ni waombe waifikie hatua mprovoke mpaka afikie huko. Anapokuelimisha, wakati mwingine makosa ni ya kwako na faida ni ya kwako. Ni sawa kwa mfano unapanda ndege. Wengi tumekuwa na tendency tunapopekulia unamuona kama mnyama. Huyu ananipekua nini? Lakini akikuachia ndio nimepanda juu, likitokea yeye yuko chini. Ni kwa faida yako mwenyewe. Ni kwa faida yako mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, niende kusisitiza tena. Tuheshimiane. Pateni maelekezo. Kweli kuna wengine ambao wachache, ni baadhi ambao kweli wanaweza kawa na lugha mbaya. Tupeni taarifa, lakini pia tusiwa provoke. Kwa hiyo tunapopata maelekezo wengine mazuri. Lakini tumekuwa na tendency pia hapo. Inapotokea usajili, kwa mfano kuna nafasi za kazi, tunakuwa na watu wengi sana wanajazana. Wengi sana. Nile unajua kitu cha mwisho. Hasa inatuia, unatakiwa hapo ugawe, unatakiwa usajili, utoe namba, unakuta watumishi wanaelemewa. Kwa hiyo niwaombe kwamba mtoto anapofikisha miaka 18 awai kujisajili ili asipate usumbufu.
kwa sababu unakuta kuna wengine kwa kuna ajira za polisi na TRA wamekosa nafasi kwa sababu hiyo, kwa sababu utaratibu tunaposajili baada ya siku 5 tunakutumia message ambayo utakuja kueleza kwenye maboresho baadaye kama tuna maboresho gani, na baada ya siku chini siku 21 utapata kitambulisho kwa sasa kama hakitakuwa na matatizo yoyote katika usajili. Kuna wengine nimsikia mtangazaji wengine mzungumza pale anasema alienda kwenye kuandikisha cheti cha kupiga kura pale pale ikatoka. Hii sio bana. Hii ni utaifa, ndio maana lazima tukutambue. Na kama tulivyozungumza tuna vitambulisho vya aina 3. Kitambulisho cha taifa, cha wakimbizi na wakazi ambao wanafanya katika nani. Kwa hata wakimbizi tunawawahi kwa sababu gani? Tunapofika tukiziana na shika wakimbizi lakini na mamlaka wizara ya mambo ya ndani kitengo cha wakimbizi anapoingia tunapomsajili ukishaweka nani fingerprints. Kwa hiyo anaweza kaja baada akatoroka akaja Dar es Salaam akaja akajisajili kwa jina jingine, lakini kwa sababu tayari anakuwa ameshachukua naambia bana wewe ni mkimbizi, tayari taarifa zinakuwepo, Sasa ndio niambie kwamba, lakini katika hilo nilikuwa nalizungumza hapo nyuma kwamba tumekuwa pia na forgery nyingi. Baadhi ya wananchi anapoona kwamba maelekezo ya jeshi la polisi yanatakiwa miaka 21 akiangalia na 22, kwa hiyo amekuwa akikimbia kwenda kutengeneza vyeti, hatujui anapata wapi vyeti. Anafika tena mimi mwingine ni mkali kabisa kwamba mimi NIDA imekosewa, nataka mabadiliko ya NIDA. NIDA ni process. Kwanza utambuzi, lazima mwenyekiti wa serikali ya mtaa aindoze, ambaye mtaa unaokaa kwamba kufahamu, tutaenda uhamiaji kukilia uhalali wako na uraia wako, ndio tutakuja ofisi ya NIDA ya wilaya, na kama kuna wakati wamekuja vijiji kwa sababu tutakuwa na mobile, kwa hiyo watachukua fingerprints na wataanza kuhakiki. Ikifika inaanza process. Je, fingerprints hizi lazima zilinganishwe, zishawahi kutumika sehemu nyingine? Kwa sababu hili ni swala la utaifa. Sio kama unachukua kadi tu ukaleta hatari kama exact, unaweza kusajili watu wengine ambao na kuna baadhi ya watu nimepata shida sana. Kwa mfano mpaka Hololo kuna watu walisajiliwa kama 600 lakini sio wa Tanzania na hawajapewa na wamepiga kelele, lakini kumbe wana shida wapate NIDA, apate ardhi upande wa Tanzania toka nchi fulani jirani, ambao ni hatari. Ni hatari kubwa. Na limekuwa likitumika kwa sababu watu wana pesa, wanawatumia hata wenzetu watendaji wenye njaa, na baadhi ya wanasiasa kwamba apate wafuasi. Kwa hilo ndio maana NIDA ni process. Kitu cha kuamka na upendo kwa nini? Hapana. Na kuna wakati na tukiona kuna mashaka tuna hold. Tumalalamiko makubwa sana hasa maeneo ya mipakani. Kwa sababu kuna mwingiliano ambao kuna wakati kama inakuta kwamba mpaka tu verify. Kwa sababu hatuwezi kutoa. Unapokupa NIDA ndio utaifa wenyewe. Ndio kila kitu. Unaweza ka access chochote kile. Na ndio maana kitambulisho cha NIDA watu wasikichukulia kama ni kadi ya Simba. Unaona? Ambapo kama kadi ya benki tu. Hiyo kadi ya benki, unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho ndio kinakupa utaifa. Sasa kutokana na hilo niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania, tujisajili mapema. Na utakapoleta kama huja na cheti unataka kubadili, sisi tunachokifanya ukiangalia tuweka jina lako, namba, kila kitu. Kwa sababu unaposajili fomu yako vyeti tunascan na vinakuwa kwenye namba yako. Kwa hiyo utakapoleta tofauti tutakwambia cheti halisi ni hiki hapa. Na bahati nzuri unayejaza fomu ni wewe. Sasa anayekosea atakosea sababu ni system ile nani. Cheti cha kuandika jina gani? Jina langu Adamu. Sasa kuna mwingine kwenye cheti cha kuzaliwa ameandika Adamu. You. Lakini akifika shule akaandika Adamu bila you. Na maombi ya kazi sehemu zote lazima ujaze taarifa kwenye NIDA. Unapojaza kwenye system wale polisi wanasoma mfumo huu. Taarifa zako za kwenye NIDA. Kwa hiyo lazima itagoma tu. Unakuja kurudi bana mlikosea. Au tulikosea, angalia. Kwa hiyo pia niombe pia tuwe makini. Naam, mkurugenzi mkuu, umezungumza vizuri, umefafanua vizuri sana kwa utangulizi. Kuna eneo ambalo uliligusia lakini hatujazungumza kwa sababu tutalizungumza kwa baadaye. Ile jamii namba tunaita jamii namba umesema. Ile kwamba namna ya cooperate kutoka kwenye ile ni mfumo gani tumezungumza? Labda hapo watu wamekuwa kikaa muda mrefu na vitambulisho kama kuna mtu anasumbuka, unakuta anaposajili ataenda kila siku atakwenda anaambiwa rudi, kesho rudi, akifuatilia nini? Akifuatilia kwa mfano namba kabla ya kadi.
imekuwa ni tatizo, watu wanakuwa wamejazana na wengine wanakuwa na pressure, hasa kipindi ambacho nasema kwa ile mass registration kuna kazi, kuna nini, kuna nafasi za kujiunga labda na majeshi. Kwa hiyo tumeweka mfumo ambao baada ya kusajili siku tano watakutumia message, ndugu fulani fulani na namba yako ya NIDA ni hii, na hiyo haikulazimu tena urudi wilayani, urudi wapi. Baada ya siku 21 utatumiwa, ndugu so and so, kitambulisho chako kiko mahali ofisi 1 2 3. Na mimi ningeomba mzunguke, labda mpite mfanye hata ni mahojiano kwa baadhi ya sehemu, wataeleza. Kwa wengi sasa hivi hata namba inapungua baada ya maboresho hayo. Okay. Lakini katika maboresho hayo ambayo nataka kuzungumzia, ambayo ndio nitakuja kwenye jamii namba, ndio kutokana na kwamba nilivyozungumza kwamba NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Kwa hiyo huduma nyingi zitakuwa lazima uwe na NIDA. Kama nilivyozungumza, kuna baadhi ya hospitali zinataka lazima unapoenda kutibu uwe na kadi ya NIDA. Tumeomba, na bahati nzuri serikali ya awamu ya sasa ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumepewa pesa project kwa ajili ya kwanza kusajili watoto wadogo kuanzia 0 mpaka 18, ambapo kuna mabadiliko ya sheria ambayo yanafanyika kabla ya Julai 1, na tunaanza na pilot project katika wilaya za Kilolo, Iringa, Rungwe, Mbeya na Kusini Unguja, ambapo tutaanza mtoto anapozaliwa leo mpaka anayefikisha miaka 10. Kwa hiyo tutaanza kwenye hospitali, tutaenda mpaka kwenye mashule, tutakava yote ambao wako chini ya miaka 18, kwa lengo kwamba huyu mtoto asikose haki ya kupata huduma. Na tutakuwa tunaenda kwa awamu. Na mwingine anaweza kauliza kwamba mbona mtoto mdogo fingerprints bado kadogo, lakini the proper prints ni kwenye unyayo wa mtoto. Hiyo iko accuracy kuliko hata hapa. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda bila baada ya miaka miaka 3, 6, jinsi inavyozidi kukomaa, baadaye atakuja kuverify kwa hiyo nani kwenye unyayo na hapa bado itasomeka pamoja. Kwa na vifaa tunavyo na serikali imejiandaa vizuri. Kwa hiyo tunachotaka kuhakikisha mtoto anapozaliwa mpaka unatoka tuna namba kamili. Na hii itatusaidia hata katika sensa kujua tuna Watanzania wangapi wa umri fulani. Umeelewa? Na pia itatusaidia kuliko kwamba huyu sio anapozaliwa kila kitu anakuwa ameshaingia moja kwa moja. Ni lengo. Kwa ndio maana kwamba kitambulisho cha NIDA very very sensitive. Ni muhimu kwa usalama wa nchi, lakini kwa mipango ya nchi na kila kitu. Kwa hiyo sasa tunakuja kwenye swala la jamii namba. La jamii namba hiyo ambayo nilikuwa nataka ni. Baada ya Mheshimiwa Rais kuliona hili na akatoa maelekezo, na sisi ndio tulidi kwanza kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Huduma zote za jamii, ndio maana kaita jamii namba. Huduma zote, na maana kwenye kadi hii vitu vyote muhimu ya jamii, kuna cheti cha kuzaliwa, kuna bima afya, kuna leseni, kuna TIN, kuna passport, tunaenda kuna vitu vingine tunaweka na program. Kama unaenda mwendo kasi, baada ya kutembea na wewe unalipia. Kuna baadhi ya mabenki wameonyesha interest pia kwa baada ya kutumia kadi zao unatumia hiyo jamii namba. Umeelewa? Lakini bado tunaenda zaidi, tunataka tuweke mpaka details za group za damu, na baadaye kwa process za tunaenda tunabadili, kwa sababu tunataka kuboresha hata vitambulisho vyenyewe. Tutaboresha taratibu, unapofika muda fulani tunaenda kwa hatua. Ndio maana tukachukua hiyo jamii namba. Sasa hii jamii namba na yenyewe imeleta shida kwa baadhi ya watu ambao wanashindwa kuitafsiri. Kuna baadhi ya viongozi na taasisi wanasema jamii namba inatengenezwa TCRA. Hapana, naomba Watanzania wote waelewe. Mwenye jukumu la utambuzi ni NIDA. Mwenye jukumu la utambuzi ni NIDA. Na jamii namba tayari ulionayo kwenye NIDA. Hakuna namba nyingine itakayotolewa isipokuwa hii jamii namba, kwa sababu ya huduma zote ambazo ziko kwenye kadi moja. Na Mheshimiwa Rais ndio lengo lake hilo. Sio unabeba kadi hapa. Yaani tunachotaka kwenye wale sababu uwe na kadi moja ya NIDA, labda na vurugu. Unaweza uwe na kadi moja ambayo labda nyingine itakuwa ni ya wanachama au klabu fulani na nini na nini, lakini lengo halisi ni hilo. Kwa hiyo naomba wananchi waelewe kwamba jamii namba inapoitwa jamii namba
maelekezo ya Mheshimiwa Rais, mifumo isomane. Kwenye benki anaweza kuwa na access, kila kitu kipo pamoja. Kuiko debit, leseni ya driver na nini. Mpaka hata vitabu vingine na vimba hivi. Hiyo ukakabwa wakati kumbe hata hela una. Kwa hiyo katika hilo nipende kuambia Watanzania tuna maboresho makubwa na niwaombe sana tutoe ushirikiano, tusilalamike na wala tusianze kupotosha. Na tunapofika kwenye vituo tufate maelekezo. Na mkifuata maelekezo wala haina shida. Wengine ambao wameshafuata maelekezo tunaenda vizuri. Yaani ukishapanga mstari na mara nyingi wataalamu wetu wanafika wangapi wenye message wananyanyua. Zinaorodheshwa pale unaandika. Zikija pale wanaanza kuitwa moja moja. Unafika wana activate hata dakika 5. Na mimi ningeomba sana mjaribu kutembelea pia kwenye vituo vyetu labda vya hapa Dar es Salaam. Mnaweza mkapata ukweli jinsi gani ambavyo wananchi wanaofuata taratibu hawana shida. Wanaolalamika ni wale ambao hawajafuata utaratibu na anafika hapa anataka apate kitambulisho. Lakini pili, mara nyingi tunakuwa makini sana mtu ambaye anataka kutumia nguvu, ujue ana shida. Kwamba kwa nini huyu inakuwa hivi? Kwa nini hivi? Anataka kulazimisha morali, kwa nini utaratibu tu zikanyoka na. Lakini kuna baadhi ya wengine pia ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa kilalamika kwa viongozi. Bahati nzuri tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tuna waziri wa mambo ya ndani super. Tuna naibu waziri super. Tuna katibu mkuu wa wizara super. Na tuna naibu katibu mkuu super. Kwa hiyo uongozi mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, ni bahati ya ajabu sana. Unajua sehemu zingine unakuta kuna mvutano lakini wale ni timu moja, hata mtu anapopeleka malalamiko atakuja huko. Kwa hiyo unakuta hii anapeleka kule kumbe hajatimiza taratibu zingine. Mtu anataka badili majina yote matatu. Hasa unapotaka kubadili majina yote matatu, anaona kwamba kienda kwa waziri kwamba tutashinikizwa sisi. Lakini mwingine kwamba sasa ukibadili majina yote matatu wewe sio nani? Hiyo nini out of blue. Kuna wengine ambao wakati wa serikali ya 5 wale wenye vyeti fake walitumia majina ya watu. Umenielewa? Sasa baada ya kutolewa kazini wanarudi sasa kwamba tumie jina lake. Lakini ukishabonyeza ngome inakuja jina lile. Sasa mwingine anataka kuforce, mimi nimefanya hapa nimebadili jina, lakini kuna taratibu zake. Kwa hiyo maana kwamba tuwe wavumilivu na hizi kelele kuamika kwa mitandao haziwezi kutubadili. Kwamba haziwezi kuleta matokeo. Haziwezi kuleta matokeo kwamba tukabadili na kwenda kinyume cha taratibu, hapana. Mkurugenzi mkuu, kabla tujahitimisha nadhani mkurugenzi mkuu James Kaji amezungumza kwa upana sana, na ndio maana leo mahojiano haya yamekuwa ni ya kusikiliza zaidi kwa sababu ni taarifa lakini pia ni elimu kwa namna nyingine. Kabla hatujamaliza ambalo hatujalizungumza na ni muhimu kufahamisha umma mkuu. Karibu kwa kumalizia. Kwa kumalizia mimi sana niombe wa Tanzania tuwe wamoja na tufuate taratibu. Swala hili ni liko very sensitive. Tusilichukulie kwa ushabiki, ni usalama wetu. Tukicheza tutakuja kujutwa. Tumezungukwa, sisi ni kisiwa cha amani. Kila mtu angependa aje Tanzania na awe Mtanzania. Na ili awe Mtanzania lazima awe na NIDA kabla ya yote. Kwa hali hiyo sisi wenyewe tulinde amani yetu na tuwe askari wa kumchunguza mwenzako kwamba huyu ni nani, background tunajuana. Zamani tulikuwa na mabarozi wa nyumba 10 na ulikuwa ukija hata mgeni lazima ukataarifu ni nani huyu na kila kitu. Kwa hiyo niwaombe sana wa Tanzania, swala la NIDA tulichukulie ndo usalama na ulinzi wetu. The Bantu.